Wanawake! 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 Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo nianze hotuba yangu kwa nukuu mbili za muhimu sana. Nukuu ya kwanza ikielezea masuala mazima ya haki ya wanawake na hatua tunazoendelea kupiga katika juhudi za usawa wa kijinsia na maendeleo endelevu, kutoka kwa ndugu Mary Wollstonecraft, ambaye alikuwa ni mwandishi na mwana falsafa wa masuala ya maadili na siasa, na vile vile ni mwanaharakati wa haki za wanawake aliyepata umaarufu kwa msemo wake usemao kuwa I don't wish women to have power over man but over themselves. Kwa tafsiri isiyo rasmi ni kwamba sio matumaini yangu wanawake kuwa na nguvu kuliko wanaume, bali kuwa na nguvu kwenye mambo yanayowahusu wao wenyewe. Hii ikiwa na maana ya kuondoa dhana kwamba wanawake wanapambana kupoka nafasi ya mwanamume. Mheshimiwa mgeni rasmi, nukuu yangu ya pili ya hotuba yangu ya leo inatoka kwa Martin Luther King, mwanafalsafa na mwanaharakati mashuhuri duniani. Aliwahi kusema, our lives begin to end the day we become silent about the things that matter. Kwa nukuu isiyo rasmi ni kuwa maisha yetu hupoteza umaana siku tunapokaa kimya kwenye mambo ya msingi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuanza na nukuu yangu ya kwanza, kina mama walioko hapa watakubaliana na mimi pasi shaka ya kuwa siku hii ya leo ni siku muhimu sana kwao, na ni siku inoleta tabasamu kwa kina mama kutoka maeneo mbalimbali ya nchi kuja kuonyesha mahaba yao kwa chama na baraza letu kwa jumla. Siku hii ni siku ya kipekee kabisa kwa sisi wanawake kote ulimwenguni kujadiliana juu ya mambo yanayotuhusu. Mheshimiwa mgeni rasmi, siku hii adhimu inanikumbushia hatua nyingi tulizozipitia wanawake katika nyanja mbalimbali, ikiwemo upatikanaji wa huduma bora za afya, hasa afya ya uzazi, huduma ya upatikanaji wa maji, ikiwa ni pamoja na kupunguza mwendo wa kutafuta maji, shughuli za kilimo ili kuhakikisha mwanamke naye ananufaika na kilimo na ufugaji, upatikanaji wa elimu ya msingi au elimu muhimu kwa wanawake. Haya na mengine mengi tumeweza kupiga hatua kubwa kama wanawake. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio yote haya, bado changamoto anazokumbana nazo mwanamke zipo, na sasa zinaathiri pia kundi kubwa la vijana wa kiume. Ni dhahiri kabisa kwa kadri tunapopiga hatua ndivyo changamoto zinavyoongezeka, si tu kwa wanawake bali pia kwa wanaume. Kwa sasa dunia inakumbwa na changamoto kubwa, hasa katika suala zima la malezi na makuzi ya familia. Kuna changamoto nyingi za ndoa, ongezeko la changamoto la afya akili, pia changamoto za kiuchumi, ambapo maisha yamewalazimu wazazi kutumia muda mwingi kutafuta mahitaji ya familia. Kuna changamoto katika suala zima la matumizi ya teknolojia, ambalo nayo yamekuja na faida na hasara, hasa katika suala zima la maadili ya kijamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, zipo changamoto nyingine nyingi zinazotuathiri kama jamii, ambazo zina athari ya moja kwa moja kwa wanawake, kama vile changamoto za uharibifu wa mazingira, ukosefu wa maadili kwa viongozi wa umma, hasa kwenye suala zima la rushwa, matumizi mabaya ya rasilimali za umma, kushamiri kwa vitendo vya mauaji na utekaji na utesaji, upokaji wa haki wa raia, au uhaba wa viongozi wenye maono, akili na maarifa ya kulisaidia taifa kwa dhati, na zaidi kuporomoka kwa misingi ya utaifa na uzalendo na kadhalika. Mheshimiwa mgeni rasmi, mambo haya yote yanachangizwa kutokana na ukosefu wa maadili kuanzia ngazi ya familia, ambapo ndio viongozi wazuri hujengwa, ndipo suluhu ya matatizo mengi yanayozikumba jamii zetu yanapopatikana au kuanzia. Familia ni eneo muhimu ambalo kila mmoja wetu ametokea,
Hivyo leo nipende kuchukua fursa hii kuongea na kina mama ili kuhakikisha waone umuhimu wa kushiriki masuala yote ya kijamii ili kupata suluhu ya matatizo yetu. Mabadiliko ni mwanamke na maendeleo ni mwanamke. Kama ilivyo kauli mbiu ya mwaka huu isemayo ya siku ya mwanamke duniani, harakisha usawa wa kijinsia kwa maendeleo endelevu. Kauli mbiu hii ya mwanamke iwe chachu ya kuhakikisha kila mwanamke anashiriki ipasavyo kuleta mabadiliko katika sekta zote za maendeleo ikiwemo masuala ya siasa. Na hii ndiyo maana halisi ya usawa wa kijinsia. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa nukuu ya pili na wiwa kuzungumza nanyi kina mama na Watanzania wote kuwa kumekuwa na kasumba inayoendelea kukua kwa kasi sana ya watu kunyamaza kimya kwenye mambo ya msingi. Mathalan, katika hali ya sasa ambayo vitendo vya utekaji vimeshamiri, mashuhuda wengi wanaishia katika kuchukua picha mjengeo au video na hakuna msaada mwingine wowote wa ziada. Mambo haya yote yanatisha sana. Tulizoea kuyaona kwa majirani zetu tu, lakini sasa yapo hapa nyumbani. Ile tabia ya jamii kupiga yowe kwenye mambo ya hatari tumeiacha, na hivyo kuwapa maadui zetu kuendelea kututeka. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na hilo nimeona nizungumze kidogo kuhusu tatizo la ajira nchini. Kina mama wenzangu, nadhani wengi wetu tunalia na tatizo la ajira nchini kwa watoto wetu. Wazazi tunatumia fedha nyingi sana kuwapeleka watoto shuleni au vyuoni. Wengine wamefilisika kabisa, hawana matumaini tena ya kuja kufaidi matunda ya watoto wao. Mikopo ya kibiashara imekuwa changamoto, na hata wengine waliopata nafasi ya kujitolea wanajitolea kwa miaka mingi bila ya kuajiriwa. Nchi iko kwenye mkwamo mkubwa, hakuna viwanda, hakuna mikakati mizuri ya kuwa na viwanda na vya ndani. Hata viwanda vidogo vidogo vilivyopo, wawekezaji hasa wa China wanafanya kazi mpaka za usafi. Nyewe yenu ni mashuhuda, hata mitaani kwetu wengine tunaishi nao kwenye nyumba za kupanga. Wapo wa China wanaodiriki kufanya kazi mpaka za wapiga debe wa kunadi biashara. Ndugu zangu, mambo haya yote yanatokea kwa kuwa mifumo ya serikali imepatwa na kiharusi na sisi tumeinyamazia. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapoelekea kipindi hiki cha uchaguzi ndipo tutakapoona CCM wakija majumbani mwetu na vijizawadi vya simu. Vijizawadi hivi na ahadi lukuki tumekuwa tukipewa miaka tangu ya uhuru na baada ya uhuru. Sasa ni wakati wa kuwakataa hadharani. Uwezo wetu wa kusema hapana kwenye sanduku la kura, basi tuanze kuweka mbele ya Mwenyezi Mungu sasa, ili tuwakatae kama vile tunavyomkataa shetani. Kesho ya watoto wetu, kina mama wenzangu, itaamuliwa na maamuzi mazuri tutakayoyafanya leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, si hilo tu, Watanzania pia wamejenga kasumba ya kutaka kundi fulani lipambanie maslahi yetu sote, lakini hawataki kujitokeza kuwa sehemu ya mapambano hayo ili kuleta manufaa kwa wote. Tutambue kuwa wachache wanafaidi keki ya taifa, kwa kuwa wengi tumekaa pembeni tukilalamika au kunung'unika chini kwa chini. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa nukuu ya Martin Luther King, nichukue fursa hii kuwakumbusha Watanzania kuwa hii ni nchi yetu, ndiyo nyumbani kwetu. Hivyo tuna haki na wajibu wa kuhakikisha tunakuwa sehemu ya mabadiliko yoyote tunayotaka. Nchi yetu imejengwa katika misingi ya udugu na mshikamano. Tuamke na tuseme hapana kwa sauti moja pale tunapoona mambo yanakwenda mrama. Stronger! Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaposema tunahitaji sauti ya pamoja, si tu katika masuala ya kijamii pekee, bali pia katika masuala ya kisiasa. Tutambue kuwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, ni mwaka ambao kila Mtanzania anapaswa kuimba wimbo wa no reform, no election. Hii ni kwa sababu tumekuwa mashuhuda kwa kipindi cha miaka mingi sasa. Mkiona kura zenu zikiibiwa, mmeona viongozi wenu wazuri mnaowachagua hawapewi nafasi ya kuongoza, mmeona hata chama mnachokikataa kwenye sanduku la kura ndicho kinachoshika hatamu. Tumekuwa wanyonge ndani ya taifa letu,
tumebezwa, tumepuuzwa na tumedharauliwa sana, ilhali sisi ndo tunapaswa kufanya maamuzi juu ya nchi yetu. Ni wakati sasa. People, wanawake, ni wakati sasa kila mmoja wetu awe sehemu ya mabadiliko muhimu ya kuandika historia mpya yenye manufaa kwa taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, jambo hili la no reform no election hatulisemi kama masara baba, tunalisema kwa kuwa tumejipanga haswa katika mapambano haya. Kwa upekee kabisa nitumie fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutupatia wewe mwenyekiti wetu Tundu Antipas Lissu na timu yako mzima katika kuhakikisha tunakwenda kushinda mapambano haya. Tunakupongeza sana kwa kuchaguliwa kuwa mwenyekiti ambaye tunaamini utatuvusha salama katika kipindi hiki. Nipende kukuhakikishia Mheshimiwa mwenyekiti kuwa sisi kina mama BAWACHA tuko tayari kwa mapambano. Tumeanza na Mungu na tutamaliza na Mungu. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo hii kina mama tunakuhakikishia kuwa tutaifanya no reform no election kwa vitendo. Hii ikiwa na maana kwamba hatutasusia uchaguzi, hatutasusia uchaguzi, lakini hatuwezi kuingia katika uchaguzi bila kuwa na mfumo mzima wa mabadiliko ya uchaguzi. Tunapambania reforms au mabadiliko kutokana na mapungufu makubwa yaliyopo katika mfumo mzima wa uchaguzi. Hii ni kweli kwamba washindani wetu wao ndio marifari, ndio makipa, na hao ndio wachezaji katika hatua nzima ya uchaguzi. Wao ndio wasimamizi na ndio watangaza matokeo. Jambo hili halikubaliki kamwe katu. Tunahitaji reforms ili kuhakikisha watu wetu wanaingia katika uchaguzi pasipo hofu ya kuuawa, kupotezwa au uchaguzi kukwapuliwa. Hii ndiyo maana sisi Chadema kwetu reforms au mabadiliko ni jambo muhimu sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na madai yetu hayo muhimu, ni vyema wapinzani wetu wakatambua kuwa hatutasusia uchaguzi kama matamanio yao yalivyo. Hatutakubali kuona bunge likiendelea kugeuzwa kuwa kichaka cha CCM ya kuingiza mtu yoyote mwenye pumzi ndani ya bunge, wala hatuko tayari kuona mapambio ndani ya bunge. Tunahitaji kuona watu wenye utimamu, watu bora na walio na maono kwa taifa hili. Tunahitaji kuona mahakama zetu zikifanya kazi kwa uhuru. Tunahitaji kuona uwajibikaji katika vyombo vya dola. Tunahitaji kuona kila Mtanzania akishiriki kula keki ya taifa hili. Naam, haya yote tunaweza kuyapata kupitia reforms. Stronger! Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na hilo, nipende kuwataka kina mama kukilinda chama na viongozi wetu wote kwa wivu mkubwa. Na kwa hili nipende kutuma salamu kwa mwenyekiti wa UWT taifa ambaye alisikika akisema siku ya maadhimisho yao ya miaka 48 mjini Dodoma ya kuwa atashughulika na viongozi wetu wote wanaokosoa serikali. Nipende kumwambia Chatanda, Chadema ni chama chenye viongozi makini, wanaojitambua, wenye uwezo mkubwa sana wa kiakili, na ubora unaojulikana ndani na nje ya mipaka ya taifa hili. Chadema inasimama katika misingi ya hoja kwa hoja, na kamwe hatuwezi kupoteza muda katika majibizano yasiyo na tija wala vijembe visivyo na staha kwa umma. Na endapo kuna mwana CCM yoyote mwenye uwezo wa kujenga hoja katika hoja, basi anaalikwa katika majukwaa ya hoja. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho kwa umuhimu, niwashukuru sana kina mama kwa kuhakikisha siku yetu hii imefana sana. Asanteni sana kwa kujitoa na kuendelea
kukuza umoja na mshikamano wetu. Niwatake kuna mama kuhakikisha tunaendelea kutengeneza Chadema family iliyo imara. Tushikamane kwenye shida na raha ili BAWACHA iendelee kuwa kimbilio la kila mwanamke wa Kitanzania. Niseme BAWACHA tumejipanga kupokea kina mama kutoka kona zote za nchi hii walio tayari kujiunga na chama. Napenda kuhakikishia kuwa BAWACHA ni sehemu salama kwao. Hili ni baraza ambalo haliwakumbuki kina mama nyakati za uchaguzi tu, bali ni baraza la kuonyesha njia ya utatuzi wa changamoto zetu wanawake. Ni baraza la kuleta tumaini na kuonyesha dira katika kufikia malengo ya usawa, katika kufikia malengo ya mwanamke na mtoto wake. Mheshimiwa mgeni rasmi, natamani kina mama wakitoka hapa waende majumbani na jumbe mbili mahususi ambazo ni no reform, no election. Na kila mama akijua wazi hatutaingia kwenye uchaguzi na mfumo mbovu wa uchaguzi, lakini pia tutalazimika kuulazimisha mfumo kufanya mabadiliko. Na endapo basi tutashiriki katika uchaguzi, tutambue uchaguzi wa kutupeleka Ikulu. Na kwa hiyo tutaenda tukisema 2025 Chakwei. Hii ikiwa na maana ya kwamba 2025 Chadema kwenda Ikulu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho kabisa niseme asante sana kwako binafsi na kwa viongozi wakuu wote waliokuja kushiriki nasi katika siku yetu hii ya kihistoria. Na niwashukuru sana wajumbe wa Secretariat BAWACHA Taifa, viongozi wa kamati tendaji ya BAWACHA Taifa. Halikadhalika niwashukuru sana viongozi wote na kamati tendaji zote ambazo zilizoshiriki nasi katika kulifanikisha tukio letu hili bora la siku ya mwanamke duniani. Kipekee kabisa nipende sana kuwashukuru viongozi wa kanda Pwani ambao ndio wenyeji wetu, walitupokea kwa ukarimu mkubwa. Nasema asanteni sana. Kamati zote za maandalizi ninawashukuru sana kwa umoja wenu, ushirikiano wenu, mapenzi yenu ya dhati juu ya chama chetu kufanikisha tukio letu hili la siku ya mwanamke duniani. Vile vile niwashukuru sana ndugu zangu waandishi wa habari mlokuja kujumuika nasi siku hii ya leo. Tunawapenda sana. Vile vile niwashukuru wageni waalikwa. Tunawashukuru sana kwa kuja kujumuika nasi leo hii. Tunasema asanteni sana. Mwenyezi Mungu awajalie mufike nyumbani salama. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. People! Wanawake! 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 Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Lakini kabla sijamuita mwenyekiti wetu wa chama taifa, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, ninawaomba sana kina mama, kwa maslahi mapana ya chama chetu na taifa letu, tuendelee kuchangia chama kwa kadri tutakavyokuwa na uwezo. Asanteni sana. Mungu awabariki.